shirika la kwa wazee kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Muleba tunawakaribisha kwa furaha kubwa kwenye tukio hili muhimu la uzinduzi wa ugawaji wa taulo za kike katika shule 5 za msingi za kata ya Kasharunga na shule ya Kaigara kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa juhudi za uboreshaji afya ya uzazi, elimu na usalama wa mtoto wa kike kupitia mradi wa WASH, yani maji, usafi na usafi wa mazingira. Lengo ni kuwezesha mazingira bora kwa wasichana shuleni ili wasikose masomo kwa sababu ya hedhi, kuvunja unyanyapaa kwenye jamii na kuhimiza usafi wa mwili kwa ujumla. Malengo ya mradi ni kuwajengea uwezo wanafunzi na walimu pamoja na jamii kuhusu hedhi salama, kugawa taulo za kike kwa wasichana waliovunja ungo ili waweze kuhudhuria masomo bila kikwazo, kuongeza uelewa wa jamii kuhusu haki ya mtoto wa kike kusoma bila changamoto za kiafya na kisaikolojia zinazotokana na hedhi, lakini pia kuweka msingi wa ushirikiano na wadau katika kuendeleza mazingira salama ya elimu. Wanufaika wa mgao huu wa taulo za kike kwa mwaka 2025 jumla yao ni wanafunzi 675 ambao wanafunzi hawa ni wa kike waliovunja ungo kutoka kila shule hizi 5 kata ya Kasharunga na shule ya Kaigara kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Shirika la kwa wazee litagawa boksi 80 za pedi kwa kuzingatia idadi ya wasichana waliobalee kwa kila shule. Na mchanganuo huo ni kama ufuatavyo. Shule ya Kimea wanafunzi ambao wameweza kufikia balee ni wanafunzi 87, nao watapewa jumla ya pedi 1981 ambazo ni sawa na boksi 10. Shule ya Kiteme wanafunzi ni 140 waliovunja ungo, nao watagawiwa jumla ya pedi 3188 ikiwa ni boksi 17. Kiamyorwa wanafunzi wa kike ni waliobalee ni 230, pedi watakazogawiwa ni 5239 ambazo ni sawa na boksi 27. Kamatojo wanafunzi 80 ambao watagawiwa jumla ya pedi 1822 ambazo ni boksi 9. Mashekuro wanafunzi 108 na jumla ya boksi watakazogawiwa ni 13 ikiwa na jumla ya pedi 2458. Kwa shule ya Kaigara kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, wasichana waliovunja ungo ni wasichana 30 na wenyewe watagawiwa pedi 683 ikiwa ni boksi 4, ambao jumla inakuwa ni wanafunzi 675 nazo pedi 1371 ambazo ni sawa na boksi 80. Pedi hizi zitahifadhiwa shuleni na kusimamiwa na walimu wa afya au wa malezi ambao walipata mafunzo. Mafunzo haya tuliyafanya wiki chache zilizopita, na kila mwanafunzi atapewa pedi kulingana na hitaji lake wakati akiwa shuleni, na kumbukumbu za mgao huu zitahifadhiwa kwenye daftari maalum kwa ufuatiliaji. Mafanikio ya shughuli za mwaka huu ni walimu katika shule husika watapewa mafunzo ya kufundisha mada ya hedhi salama na usafi kwa kujiamini ili kuwawezesha wanafunzi kupata elimu iliyo bora. Ugawaji wa taulo za kike kwa wanafunzi 675 ambao tunazindua leo, lakini pia wazazi, walimu, wanafunzi na jamii watatambulishwa kwenye elimu ya hedhi ili kuvunja aibu na mila potofu. Changamoto zinazoendelea katika masuala mazima ya hedhi ni upungufu wa pedi mashuleni, kama ambavyo tunavyoona hapa tumefikia shule chache, lakini pia hii kata ina shule zaidi ya 5, lakini sisi tumefikia shule 5. Na ukiachana na shule 5 za shule ya msingi, kuna shule za sekondari ambazo na zenyewe zipo na mojawapo wamekuja kuwakilisha Kiteme. Lakini kutokana na uwezo ambao tumekuwa nao tunagawa kwa shule ya msingi, lakini tunaendelea kutoa wito kwa serikali kuendelea kushirikiana na sisi kwa ajili ya kuwafikia wasichana wote. Upatikanaji mdogo wa maji na vyoo rafiki kwa wasichana hasa mashuleni ni moja ya changamoto, na ukosefu wa msaada wa kisaikolojia kwa wasichana wanaopitia changamoto za hedhi. Hitimisho na wito kwa wadau. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua mchango mkubwa wa halmashauri ya wilaya ya Muleba na serikali kwa ujumla katika mradi huu, lakini tunaomba usaidizi zaidi ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata pedi za kutosha kila mwezi pamoja na kuimarisha
miundombinu ya usafi mashuleni. Tunaomba pia wadau binafsi, mashirika ya maendeleo na jamii kuendelea kushirikiana na sisi katika kuimarisha usafi na ustawi wa watoto wetu wa kike. Kilichofanyika hapa ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Ni kweli kama ulivyosikia kwenye taarifa yako, ni kwamba shule nyingi kweli watoto wanashindwa kupata huduma hii ya taulo za kike. Na sio hilo tu, nadhani hata kwenye miundombinu kama ulivyosema, shule nyingi hazina miundombinu ambayo inafaa kwa ajili ya kuwasitiri pale ambapo wanakuwa kwenye kipindi cha hedhi. Sisi kama halmashauri ni wazi kwamba wadau wanatusaidia, lakini tunao wajibu wa kuendelea kushirikiana na wadau wetu kwa ajili ya kufanikisha hili, ikiwa ni pamoja kwamba kuhakikisha kwamba ingalau tunakuwa na shule zinakuwa na vyumba ambavyo naweza kusema ni salama, kwa maana kama kunakuwa na chumba ambacho kina mlango, kwa sababu kama msichana ataenda kujistiri, lakini kwa upande mwingine afsairi, kama inawezekana katika shule zetu hizi kupigia labda kama capitation hili, kama tuweza tukapata angalau pesa kidogo ambazo lazima zikatengwa kwa ajili ya kununua zile pedi ambazo ni za dharura, kwa sababu huwezi kujua atapata hiyo hali muda gani. Changamoto ambazo tunazipata kwa mabinti wetu wakati wanaingia hedhi ni kwamba alikuwa hawana elimu ya kutosha kwa ajili ya kujihifadhi, lakini kwa zawadi mliotuletea watoto wetu ya kujihifadhi hizi pedi, usalama wao na afya yao na usafi wa miili yao wameelimishwa na walimu ambao tayari wamewapa elimu juu ya elimu ya hedhi salama.